Bana, kwa mwaka 2025 kama kuna challenge ambayo Harmonize ameipa kipaumbele, basi ni pamoja na challenge hii ambayo inaenda kwa jina la Final Dance. Katika ukurasa wake wa Instagram ameposti tena video nyingine. Hii inaonekana kwamba ni video ya 4 sasa, kama sio ya 3, kwa sababu ameposti video nyingi sana. Hii ni video ambayo ikimuonyesha yeye pamoja na madansa ambao kwa kuanzia siku ya mwanzo baada ya kuachia nyimbo hii alikuwa yuko mwenyewe, siku ya pili tena akaonekana na madansa hawa, siku ya 3 akawa yuko mwenyewe, siku ya 4 leo ameposti tena video kwa mara nyingine tena. Hii ina maana gani katika game? Inamaanisha kwamba mziki wa sasa unahitaji kufanyika challenge nyingi sana ili mtu azidi kuupenda, na kama sio challenge basi zifanyike reaction za kutosha ili basi msanii nyimbo yake izidi kwenda mjini, na msanii asipoongelewa basi ndo kabisa tunakuja kushtukia kwamba nyimbo haijafika sehemu yote. Kwa hiyo kwenye swala la promotion Harmonize ni kama vile kuna muamko mkubwa sana. Ukuaji atakubali atakataa, lakini siku za nyuma ili swala hili alikuwa afanye kwa kiasi kikubwa kama sasa hivi. Kwanza kabisa tukijua kwamba kuna album ambazo zinaenda kutoka muda so mrefu, na album hizi kama Harmonize asipofanya challenge nyingi basi hata album yake inaweza ikasahulika. Kuna album ya J Melody inaenda kutoka mwezi hapa wa 5, basi pia kuna album ya kwa Diamond Platnumz mwaka huu inaenda kutoka. Kuna album ya Davido kutoka katika nchi ya Nigeria inaenda kutoka. Bana, kuna album nyingi sana. Kuna album ya Olamide pamoja na Wizkid pia inaenda kutoka. Kwa hiyo ni jambo ambalo limewashtua watu wengi. Kwa hiyo katika kipindi hichi hapa kama msanii hatofanya challenges hapa na pale kuhakikisha kwamba muziki wake haushuki, basi kuna kitu ambacho Harmonize tena ukikosa kwa mwaka huu 2025. Tofauti na kwamba tuko tumemzoea kwamba ni msanii ambaye ni mkubwa katika nchi yetu, basi anapaswa kuwa na vitu ambavyo ni vya ziada sana katika swala zima la yeye pia kuendelea ku maintain status yake. Japo kwa kweli tunaona kabisa movement hizi zinaonyesha kwamba ni kwa namna gani amewekeza kwenye jambo hili, na hizi movement zinadhihirisha kwamba msanii kuna vitu ambavyo unapaswa uende navyo na wakati. Hili ndio jambo ambalo Harmonize nafikiri kwa mwaka huu 2025 amelizingatia kwa asilimia kubwa sana. Je, wewe unadhani kwamba Harmonize aongeze nini? Kwa sababu lugha ya Kiingereza kama tulivyokuwa tunaongelea ni kwamba wabongo wengi kama walivyokuwa wanaongea katika posti chache ambazo nimeziposti, wabongo wengi wameliongelea swala la kwake Harmonize na kusema kwamba Harmonize katika nyimbo ambayo amewaangusha mashabiki zake ni pamoja na nyimbo hii. Na ukweli ni kwamba katika nyimbo hii ni kwamba wabongo wengi hawajielewa nyimbo, lakini ingekuwa wabongo wengi wameelewa nyimbo hii basi ingekuwa kama vile Me Too na kadhalika. Kipindi ambacho Me Too inatoka ambayo alikuwa ameshirikishwa na Abigail Chams, tena kule ndo English ilikuwa imesimama wima sana. Unaweza ukasema kwamba ni nyimbo ya kigeni, kumbe ni nyimbo ya Tanzania kabisa. Sasa kile kipindi kwa Waislamu wengi pamoja na Wakristo hawajatoa nyimbo. Sasa hivi finally inashindwa kutembea kwa sababu watu wengi wameweza kurelease nyimbo zao. Watu wengi ambao walikuwa wanatamani kuachia nyimbo katika kipindi cha mfungo wa Ramadhan basi wameweza kuachia nyimbo zao wengi wao. Sasa hivi basi mfano kama Harmonize kama unavyoona hivi, nyimbo yake haitembei kwa kiasi kikubwa, lakini anahitaji kuweka nguvu kubwa sana kuhakikisha nyimbo hii inawafikia watu wengi. Japo ni nyimbo ya Kiingereza na wabongo wengi wanasema kwamba Kiingereza hichi Harmonize hajawatendea haki. Yani tena wengi wao wakiwa kabisa wanashusha na maneno kabisa ya chuki. Yani wewe, mimi hapa ni shabiki yako, lakini katika nyimbo hii hujanitendea haki. Tena umefanya vibaya sana katika mwaka ambao umeanza vibaya na nyimbo zako hizi ni mwaka huu. Kwa hiyo wanasahau kabisa kwamba kuna nyimbo ilitoka hapo nyuma inaitwa Me Too ambayo ilikuwa na Kiingereza. Kuna nyimbo ambayo ilitoka tena hapo nyuma yake ilikuwa inaitwa Furaha. Kuna nyimbo ilitoka tena hapo nyuma yake inaitwa tena X. Kwa hiyo kwa mwaka huu Harmonize amesha release ngoma tofauti na mashabiki sasa ni kama tu ni upepo umempitia. Tungoja tuone itakuwaje katika albamu hii. Je, nyimbo atakazozitoa zitakuwa kuaje? Kwa sababu kama mashabiki wakianza kuliongelea hivi sio mbaya, kwa sababu pia wanampa attention, wanampa alert kwamba unapaswa uongeze juhudi, kwa sababu Harmonize ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa amebweteka sana, akiwa anawaamini mashabiki zake kwamba mashabiki wana uwezo wa kumfanya yeye aweze kufika level fulani. Sijui nyinyi mlionaje ili jambo la kwake Harmonize kuweza kurelease nyimbo ambazo ni za Kiingereza kwa hivi sasa, kwa sababu hizi nyimbo lengo lake sio bongo tu, lengo lake anataka basi kufika katika nchi za wenzetu. Amekuwa kwamba katika miaka ya nyuma kidogo alipokuwa na release album zake alikuwa anatoa album ambazo basi zinashindana na soko la Nigeria, especially alikuwa mtu alikuwa anamotivate sana, alikuwa ni Burna Boy. Sasa Burna Boy baada ya kumtupa mbali Harmonize, asa ile pale limemfanya kwamba ashindwe kufanya maendeleo yoyote yale ambayo kwa sasa hivi tunaliona kwamba ni maendeleo ambayo Harmonize anaanza kukua nayo kwa kipindi hichi cha karibuni. Je, wewe unalipi katika hili ambalo Harmonize kwa mwaka huu 2025 amekuwa akiwekeza nguvu juu yake?
Basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo utakapoenda kupata burudani zote, story za kusisimua, lakini pia utapata pia story za mastaa mbalimbali, especially Harmonize na Konde Gang kwa ujumla. Je, dondosha comment yako utuambie unawaza nini kuhusiana na hichi ambacho Harmonize anakifanya kwa mwaka huu 2025. Bye bye for now.